Mwanamke, pale unapojikuta katika mazingira ya kwamba unahitaji kumuonya mume wako, kumpa mume wako maonyo, au kuzungumza na mume wako katika namna ambayo kuna vitu anatakiwa avirekebishe, leo naomba nikutie moyo kwamba fanya hivyo kwa unyenyekevu wote na kwa machozi. Fanya hivyo kwa unyenyekevu wote na kwa machozi. Unajua, tunapozungumza habari ya unyenyekevu huwa unatakiwa ufanyike kwa namna ambayo unaonekana, sio tu rohoni kwamba rohoni mwangu nina unyenyekevu. Unatakiwa uonekane hata kwa nje. Sasa kuonekana kwa unyenyekevu kwa nje, kwa namna ya mwili ya kutazama hivi kwa macho, mojawapo ni machozi huwa yanazungumza. Kwa hiyo muonye mmeo kwa unyenyekevu wote na kwa machozi. Sasa changamoto moja ambayo iko wazi sana, mara nyingi tunaisikia tunapojikuta katika hizi huduma za mahusiano, ndoa na familia, ni kwamba watu wanapokuwa maofisini, yani mwanamke yuko ofisini, ni bosi, watu wanaofanya naye kazi wakiwa wamekosea, sio rahisi mwanamke akaanza kufoka na kupiga kelele. Sio rahisi kabisa. Na hii hata kwa mwanaume pia, anapokuwa ofisini, ni bosi, ana wafanyakazi wako chini yake, wanapokosea sio rahisi akawafokea, sio rahisi akawapigia kelele, sio rahisi akawaongelea kwa maneno ambayo ni ya kushusha. Mara zote kunakuwa na utaratibu pale kazini wa kutumika ili kumwonya mtu aliyekosea. Na huo utaratibu kwa kawaida una nafasi ya mtu kuitwa, akaketishwa chini, akaelezwa umekosea hiki na hiki na hiki, au akaelezwa kwamba kuna hiki na hiki na hiki namna vilivyofanyika haviko sawa sawa, lazima uvirekebishe. Na wakazungumza wakafikia mahali. Kuna utaratibu wa kiofisi, aidha kama hajafikia vizuri pengine katika marekebisho ya makosa anayoonywa, atapewa barua ya onyo. Kuna hatua za kuchukua za namna hii na hile. Tena wakati mwingi hata tunapojikuta tuko tu na watu tusiowajua, yani mwanamke unatembea tu uko barabarani, ghafla mtu anapita pembeni, ghafla tu kakugonga pa. Ni wanawake wachache atamfokea huyu mtu aliyemgonga ghafla. Ni wanawake wachache, hata ni wanaume wachache. Wengi tena tutaomba msamaha. Yani yeye ndio kakugonga, wewe huna kosa, lakini wewe ndio utaomba msamaha. Excuse me, samani, basi ili aendelee na njia zake na wewe unaendelea na njia zako. Kwa hiyo tunaonyesha courtesy, tunaonyesha wema kwa maeneo tunapokupo kazini, tunaonyesha wema tunapokutana na watu tu njiani tusiowajua, to strangers, we show courtesy. Lakini wema ule kwa kawaida ni mara nyingi inajitokeza katika familia nyingi. Hauonekani tunapokuwa ndani ya familia zetu, hauonekani tunapokuwa ndani ya ndoa zetu. Yani kumkuta mwanamke anamfokea mume wake, anaongea kwa sauti kwa sababu kuna kitu fulani mume wake amekifanya na anaona kitu hiki hakiko sawa, anafoka. Kinakuwa ni kitu ambacho kinatokea mara nyingi. Na kwa bahati mbaya kitu hiki kinatokea hata kwa wale wanawake wanaosali, wanawake kabisa, wale wanaosali, wanaotunza taratibu za imani zao katika dini zao, katika Ukristo. Hata wale wanawake waliokoka wakati mwingine wanafokea waume zao. Wewe mwanamke, kama ni mwanamke wa namna hiyo, umeokoka, unasali, ujue kwamba ni injili mbovu sana unayoipeleka kwa mumeo wakati umeokoka na unamfokea. Ile courtesy, ule wema ambao wakati mwingine tunajikuta unaonyeshwa, au hata sisi wenyewe tunaonyesha tukiwa makazini au tukiwa na watu wengine huko barabarani, unatakiwa uonekane zaidi sana kwa waume zetu. Na kama wewe ni mwanaume unafuatana nami, uonekane zaidi sana kwa mke wako, kwa watoto wako, kwa familia yako. Mwanamke anayefokea mume wake kwa kawaida huwa anafokea sana zaidi watoto wake. Mbaya sana house girls, wasichana wa kazi wanaosaidia kazi, anafokewa sana. Neno la Mungu liko wazi sana katika haya mambo, liko wazi sana. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 20, mstari wa 19 na mstari wa 31, Matendo ya Mitume 20, 19 na 31. Neno la Mungu linasema, Mtume Paulo anazungumza. Anasema kwamba nilipokuwa kwenu nilifanya kazi ya Mungu kwa unyenyekevu wote na machozi. Nilimtumikia Mungu kwa unyenyekevu wote na machozi. Alikuwa anawahubiria watu, lakini anasema nilifanya hivyo
niliwahubiria watu, nilimtumikia Mungu kwa unyenyekevu wote na machozi. Unaweza kuwa uko hapa ni mwanamke ni mwanaume unahubiri injili. Je, unahubiri kweli kwa unyenyekevu wote? Kwa machozi? Unyenyekevu unajitokeza mpaka nje kwa njia ya machozi? Au sisi ni wale wa kuibeba ile injili tunaipeleka ni kama watu walioshika fimbo, kwamba wewe hutaki kuokoka utaenda jehanamu, afadhali nikuchape hata fimbo. Tunakumbushwa kufanya hivyo. Mtume Paulo katika ile hiyo Matendo ya Mitume sura 20 mstari 31 pale anaeleza kwamba nilipokuwa nikiwaonya mchana na usiku kila siku, niliwaonya kwa unyenyekevu wote na machozi. Mtume Paulo alikuwa anaonya waumini tu anaowahubiria kwa unyenyekevu wote na machozi. Unyenyekevu uliojitokeza mpaka nje. Ukionyesha, unajua ule unyenyekevu unaojitokeza mpaka nje hata kwa namna ya machozi, unaonyesha upendo wa kweli unaotoka ndani ya moyo wa mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo mwanamke, pale ambapo umejikuta mume wako amefanya kitu na hiki kitu alichokifanya unakitazama, unaona hiki kitu hakiko sawa, wewe mwanamke, hebu jipange, tulia, omba Mungu, tafuta hata fikiria style utakayoitumia kuzungumza naye. Andaa mazingira sahihi, wakati sahihi akiwa amepumzika. Andaa pengine kinywaji kizuri anachokipenda. Kaa naye, jipange hata utazungumzaje, kwa sababu unyenyekevu unatakiwa ujitokeze nje. Tunaona hapo tunaambiwa na machozi, niliwaonya kwa machozi, kwa unyenyekevu wote na machozi. Kwa hiyo jipange. Usisahau vile vitu mwanamke ambavyo siku zote tumekuwa tunavizungumza, vitu ambavyo wanawake wengi mwanzoni tunapoongea na waume zetu, girlfriend, boyfriend, wakati ule vitu vinajitokeza sana ambavyo ni unyenyekevu unatokea nje, na hivyo ndivyo ambavyo mara nyingi vinakuwa vimemvuta mwanaume mpaka akafikiria wewe ni mke unaifaa. Jipange. Hata vile vitu ambavyo baada ya muda umekaa na mume wako muda mwingi unajikuta kama unavisahau. Hebu jipange kwamba leo nina kitu muhimu cha kumwambia mume wangu, natamani abadilike. Jipange. Safisha kucha zako, ni kitu chema kabisa kinafaa. Zisafishe vizuri tu. Chezea vidole vyako, ni kitu chema kinafaa. Tena fanya kwa makusudi kabisa, umeamua kwamba nataka kumweleza kitu ili akirekebishe. Biblia inatuambia ni kwa unyenyekevu wote na machozi. Na machozi yakija usiyazuie. Wakati mwingine katika ule mtazamo wa mwanamke unaweza asione machozi yako, atakuchukulia poa. Lakini Mtume Paulo anasema alionya kwa unyenyekevu wote na machozi. Usiyazuie machozi yako. Mungu aliyekuumba huko mwepesi kutoa machozi, ana kitu ambacho kinaweza kikazungumza, kikaugusa hata moyo mgumu, ukalainika, ukawa kama wanyama, na mambo yakakaa vizuri, familia yako ikawa salama. Sasa kuna siku namshukuru Mungu nilipata nafasi, tulikuwa tunazungumza na viongozi wa makampuni mbalimbali. Tulikuwa tunazungumza na ilikuwa ni mafunzo ya strategic leadership and change management. Katika yale mafunzo tulikuwa tumezungumzia mbinu nyingi mbalimbali za kushughulika na timu ili kuhakikisha timu zinafanya kazi sawa sawa, zinafanya maamuzi sahihi yatakayokuwa yanaleta matokeo sahihi kwa kampuni, kwa sekta nzima, lakini kwa jamii nzima ya Watanzania. Kwa hiyo sasa tukazungumza zile mbinu, na baadaye tukawa tunazungumza kwamba hizi mbinu tunazozungumza kwenye familia yako hakikisha unazitumia pia. Kwa hiyo wewe kiongozi mwanamke ambaye ofisini kwako mfanyakazi wako akikosea, huwezi kumfokea. Unajua kama wewe ni kiongozi unaweza kumfokea mfanyakazi wako akikosea tena mbele za watu, basi huo uongozi ni kama, for lack of a better word, umekushinda. Huo uongozi ni kama, yani sio sehemu yako. Kama uongozi ni sehemu yako, umefundishwa hivyo ikupasayo, mtu akikosea unamuita, unakaa naye chini, unamweleza, hivyo unachukua hatua za kumweleza kwa heshima kabisa. Na kuna ile principle, ile kanuni ambayo watu naitumia kwamba unapoonya, onya sirini, ofisini, mko wawili tu. Ila unaposifia, sifia hadharani mbele ya timu. Hayo tu yapeleke kwenye familia zetu. Yatafanya kazi vizuri. Vile ambavyo huwezi kumfokea mfanyakazi akikosea, mumeo akikosea ni zaidi sana. Muonye kwa unyenyekevu wote. Muonye kwa machozi, muonye kwa unyenyekevu unaoonekana nje kabisa wazi kwamba unamweleza kitu unachotamani abadilike, lakini kwa unyenyekevu. Lakini jambo hili wewe mwanaume unapaswa kulifanya hivyo kwa mumeo, kwa mkeo. Huwezi kuzungumza na mkeo kakosea unafoka mbele ya watoto, mbele ya wageni, ndugu zako, hasa wakiwepo ndugu zako pale nyumbani. Huwezi kumgombeza mke wako mbele yao. Lazima ufuate zile kanuni tunazojifundisha za strategic leadership,
change management tunazojifunza kwenye makazini zipeleke nyumbani, huwa zinafanya kazi zaidi pale. Kaa naye mke wako kwa heshima, na wewe pia muonye kwa unyenyekevu na kwa machozi. Paulo alikuwa mwanaume, lakini tunaambiwa upendo uliokuwa ndani yake kwa watu waliokuwa wanahubiria neno, alifikia mahali pa kuwaonya kwa unyenyekevu wote na machozi. Tukifanya haya, familia zetu zitakuwa salama, kwa sababu makosa ni sehemu ya kawaida ya maisha yetu. Tunakosea siku zote. Tukionyana sawa sawa, tutajikuta tunarekebisha, tunaendelea mbele. Mpaka wakati mwingine, kwaheri.